kuona kwamba michezo mingine pia ina nafasi. Na mimi niseme tu kwa sio kwa utafiti makini, lakini kikapu ni kama mchezo wa pili hapa Tanzania kwa ukubwa. Na tuko mbioni, labda tunataka tuwe wa kwanza. Kikapu kinachezwa sana kila maeneo, lakini bato ni kubwa. Lakini kama alivyosema ndugu yangu hapa, mdogo wangu Mood, mimi ni commissioner wa makocha shirikisho la mpira cup Tanzania, utafanyika kama TBF, Tanzania Basketball Federation. Jina langu ni kocha Robert Manyerere. Lakini zaidi ya hayo, mimi ni mwajiliwa katika kituo cha JMK Youth Park kama Junior NBA Program Assistant Coach. Lakini pale nasaidia pia kwenye michezo kwa watu wenye ulemavu. Nafundisha pia mpira wa kikapu kwa watu wenye ulemavu, inaitwa wheelchair basketball, au kucheza mchezo wa kikapu kwa kutumia viti mwendo. Zaidi ya hayo, mimi pia ni mtaalamu wa mchezo wa mpira wa kikapu unaitwa 3-on-3, ambao watu wengi hawajui ni mchezo mpya, sio mpya sana, lakini mchezo ambao FIBA wameutambulisha, na mchezo huu unachezwa mpaka Olympic, shindano Olympic. 3-on-3 ni mchezo wa basketball kwa wachezaji watatu. Kwa timu inakuwa wachezaji 4 tu, lakini watatu ndani wanacheza nusu uwanja. Lakini inachezwa kama mpaka Olympic nilivyosema. Kwa mimi ni mmoja wa niliyesajiliwa FIBA kuwa mwandaaji wa mchezo huu, lakini pia kama country coordinator kwa ajili ya kusambaza mchezo huu. 3-on-3 unachezwaje? 3-on-3 kama nilivyosema ni mchezo wa watu watatu ndani. Kwa kawaida basketball ina watu 5, ile ya kawaida wanasema full basketball, lakini hii ni ya watu watatu, 4 tu kwenye timu, mmoja nje, dakika chache, dakika 10 tu mchezo umeisha. Kwa hiyo ina aina fulani ya uchezaji na sheria kadha wa kadha. Lakini zaidi ya hayo, kwa kuwa nimekuwa kwenye michezo hasa mpira wa kikapu kwa muda mrefu, mimi pia ni mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa taasisi inaitwa Roman Sports Promotion. Sawa. Coach Rob, namna ambavyo umezungumza hapa, CV imeshiba katika basketball. Kwa kufahamu namna ambavyo kuandaa hizo clinic za makocha, pengine mnatumia jitihada gani namna ambavyo kuwafikia makocha, lakini pia namna ambavyo kufahamu mchezo wa basketball? Asante sana. Kama nilivyosema, mimi ni commissioner wa makocha shirikisho la mpira wa kikapu, na moja ya majukumu ya commission hii kikatiba ni kuandaa mitaala na kufundisha makocha. Lakini kwa nafasi hiyo pia mimi ni mmoja wa wakufunzi wa ndani, au tunasema national instructors. Kwa hiyo katika kuendeleza mchezo tunafanya majukumu ya kupeleka kozi au utaalamu kwa walimu au wadau mbalimbali. Na kwa kufanya hivyo tumeandaa mitaala, na programu yetu iko katika maeneo haswa matatu kama nchi, kama taifa. Kwa hiyo tunayo program, yani mafunzo ya awali, au tunaita basic introduction to basketball, ambayo hii inahusu mtu yoyote, hata nyinyi wadau kama ujue chochote kuhusu basketball. Hii nafasi unaweza kuitumia kujifunza kujua ABCs za mpira wa kikapu. Lakini haswa pia kwa walimu, kwa mfano sasa hivi wa shule za msingi, kama mnafahamu UMITASHUMTA sasa hivi wamerudisha kikapu. Kwa hiyo kikapu kinachezwa mpaka mashindano ya UMITASHUMTA shule za msingi. Kwa hiyo unakuta walimu ni wengi ambao probably hawana knowledge vizuri ya mpira kikapu. Basi hii ni nafasi yao kujifunza, na tushafanya kozi hizi maeneo mbalimbali. Tumefanya Dodoma, tumefanya Lindi karibuni kwa Lindi, na walimu wengi walishiriki pale. Lakini Manyara, Arusha, tunategemea kwenda Tanga, Kahama kwa ajili. Lakini level ya pili inaitwa national level 1. Kwa hiyo ni daraja la kwanza la kitaifa. Na hii sasa ni kwa wale ambao tayari walishafanya basic na wameihudumia kwa zaidi ya mwaka, wamepractice. Lakini pia kwa wale ambao tayari wako kwenye mpira wa kikapu, labda walicheza kwa muda mrefu lakini hawakuwa certified, hawakuwahi kufanya mafunzo haya. Kwa hiyo wao tunaweza wakaanza na hii level 1 moja kwa moja. Na level 2 sasa inakuja national level 2, ni kwa wale ambao tayari wameshafanya level 1 au labda wana certificate za mpira wa kikapu, labda diploma wamesoma. Tunafahamu kwa mfano kwa chuo cha michezo Balia, inawezekana mtu amesoma kule diploma ya michezo. Kwa hiyo huyu tutampeleka kwenye level 2. Au kuna watu wanasoma diploma, tunazo diploma za michezo pia nje na nje, kwa mfano Hungary, Budapest. Kwa
kuna watu wetu wanakwenda kusoma diploma ya miezi mitatu, Ndiyo. lakini pia chuo cha Leipzig Ujerumani wanatoa diploma za coaching kwenye basketball. Watu kama tunaweza kuwapeleka kwenye level 2. Kwa hiyo hizi ni za kitaifa. Baada ya hapo tunakwenda kwenye FIBA sasa, ambayo ni FIBA ndio shirikisho la mpira wa kikapu duniani. Kwa hiyo wao nao wana mitaala yao, wana kozi zinaanzia FIBA level 1, level 2 na level 3 na baadaye unakuwa instructor. Na nitatoa tu mfano, sisi Tanzania tulipata bahati ya kupata FIBA level 1 miaka kama 3 iliyopita. Kwa hiyo jumla wa makocha zaidi ya 30 Tanzania nzima walipata mafunzo haya, lakini hivi karibuni mwaka 2023 pia tulipata tena nafasi ya washiriki 15 wajifunza FIBA level 1. Na hapa ninapozungumza sasa hivi tumepata mwaliko wa kwenda kusomea FIBA level 2 sasa ya kwanza kabisa, ambayo itafanyika Kampala, Uganda mwezi ujao. Na tayari tumesha select baadhi ya makocha ambao watatuwakilisha kwenye kozi hii. Mimi nikiwa mmoja wapo, kwa sababu tukiendelea kujiweka sawa kadiri kwa wakufunzi wa kimataifa. Coach Robi, mtu ambaye moja kwa moja pengine anakutazama kupitia Kasako na anakusikiliza muda huu, katika namna ambavyo anataka kujiunga, pengine kuanzia level ya kwanza kabisa umezungumza, utaratibu unakuaje, anapaswa kufanya nini au anawapata vipi, lakini pia kuna kiasi chochote cha pesa ambacho anapaswa kulipia wakati wa mafunzo? Asante sana. La kwanza kabisa, kama nimesema, kama ni mtu ambaye ni basic kabisa, kwanza nataka kutoa ufahamu huu. Watu wengi wafahamu kuhusu vyama vya mpira wa kikapu katika mikoa yao. Kila mkoa una chama cha mpira wa kikapu. Kwa mfano Dar es Salaam chama chao kinaitwa BD, Basketball Dar es Salaam. Kwa hiyo ni muhimu kujua viongozi, kwa sababu protocol katika vile vyama kuna nafasi mbalimbali, kuna kurugenzi ya makocha na ndio wanahusika sasa kwenye kupata hizi taarifa. Kwa hiyo basically ukitaka kupata hizi kozi, taarifa ya kwanza unaweza kuipata kupitia vyama vya mikoa kwa kurugenzi husika. Lakini ukishakuwa umeshapata basic, ni rahisi zaidi, kwa sababu tayari tunakuingiza kwenye kanzidata ya makocha na unakuwa kwenye grupu la makocha Tanzania, Tanzania Basketball Coaches Association. Kwa hiyo hapo sasa taarifa zingine zinazokuja ni rahisi kuzipata. Ni rahisi kuzipata kuanzia sasa level 1, level 2 na hizi nisema ingeza kimataifa. Umesema kuhusu gharama, elimu ni gharama. Nataka hii ni changamoto imekuwa pia nayo. Nataka nitoe mfano tu. Mfano sisi nimesema sasa hivi tumealikwa kwenye FIBA level 2. Itafanyika